Nimekwambia rudisha nguo hiyo. Si hatujakuloga wewe. Sasa endelea kuendekeza, unakuja unakaa kwenye nguo zangu hapa na unabeba nguo zangu. Nimekwambia rudisha nguo hiyo. Nyongo. Cheki sasa nguo leta kwanza. Nyongo. Wewe unaganya. Naona umeshanizoea sana. Naona umeshanizoea sana, sio? Yaani naongea unafanya nini? Hebu rudisha nguo hapa. Nyongo. Unafanya nini kwenye kitu changu hapa? Nakwambia umefanya nini? Umefanya nini kwenye kitu changu? Unanipia na unanirudishia? Unanirudishia? Mnasema kwa bibi. Mnasema kwa mimi. Mimba ya kichaa nani hata Siku ile Jumapili niliimba kwa sauti ya mchezo mtono. Yaani kutokuwa na akili kichwani kwako isiwe kero kwa wenzio. Nitakuzabua. Oho, inapigaga. Oho. Ai, waendelea. Nakutafutia fimbo, sio muda mrefu. Uzuri mama ameondoka hapa nyumbani. Waendelea kunyurura mdomo wako huo. Oho. Unifahamu vizuri, napigaga. Kang'arishe. Yen. Sasa nataka niende nionane na mama mdogo yako. Unang'anisha kiatu hapa. Naitwa Gena Genifa, kiboko ya wasomi, nakalisha wanasheria, nafanya kama msomi. Zombi. Wewe msomi wewe. Au msomi wa machizi. Utakuwa msomi wa machizi wewe. Eti wasomi wawe kama wewe. Hey, wasomi wameisha hapa Tanzania. Kwa akili gani wewe msomi? Be, shika huko. Hapo. Uyo. Ngoja mimi nikang'arisha tu nikaonana na mama mdogo yako nini. Are you crazy? Are you crazy? Au hujanywa chai? Hujanywa chai? Subiri mama mpaka rudi. Mimi siwezi kuingia jikoni kupika. Ndicho ulikuwa mzima, nilikuwa nafurahi unapika chai. Sasa hivi umekuwa poyoyo kabisa, kichwa si zero. Chawe. Kichaa mwenyewe.
Sasa Gena, uangaliage viatu hapa wasia kaiba. Naenda kujiandaa. Alikuwa binti mwenye ndoto, macho yake yaliona kesho njema. Alitembea kwa heshima na upendo. Leo dunia imemgeuka ghafla. Wengine walimwona kama mzigo, wengine wakamuita laana, lakini nyuma ya machozi yake kuna siri ambayo haijasemwa. Mimba ya kichaa, nani atasikia kilio chake? Bosi, kazi tumeshamaliza. Umemaliza? Oh, ukija huko. Yaani pako vizuri. Nimekamilisha vizuri. Basi nisikilizeni kwa makini. Sawa? Na yoyote atakayesikia ameongea kitu kama hiki, anarudi tena hapa hapa kwa mwenzie. Sawa? Sawa. Sitaki dharau za aina yoyote hii maishani mwangu. Sawa? Sawa. Baada ya muda basi tawaingizia hela zenu. Sawa. Mimba ya kichaa, nani atasikia kilio chake? Mimba ya kichaa, nani atafuta machozi yake? Aliyekuwa taa ya familia leo amebaki njia panda. Mimba ya kichaa. Gena, shika hapo hapo, shika hapo 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 hapo. Wegen, umefanya nini kwenye kitu changu mama? Hivi mama ameenda wapi mama? Jamani, angeona lijukuu lake linavyofanya kazi hapa mbaya. Tumefuga lichizi. Nilimwambia tu tunalifungia huko ndani. Check. Wewe, umefanya nini kwenye kitu changu hapa? Nakwambia umefanya nini? Umefanya nini kwenye kitu changu? Unanipia na unanirudishia? Unanirudishia? Ndazama kwa bibi. Wewe unasema ngwa nini? Yaani kitu changu nachafua hivi? Kitu changu. Wegen. Yaani mtoko wangu mimi. Hebu toa kitu changu, toa. Toa nini mtapako hiki, toa. Toa. Gena, mimi nitavaa kiatu hiki kweli? Ndazama kwa bibi. Tukutafuna kwa bibi, pumbavu. Namna hii. Wewe. Au nikuchapa na simu. Cheki mdomo lilivyo. Nyo. Sikunyoa mdomo pok. Unasemaje? Au ni pumbavu. Simama hapa nikuchapa fimbo, pumbavu wewe. Jana. Cheki nilivyo mpwani. Ngani kukuta. Asante. Karibu. Nashukuru sana.
Ndio? Ndio. Ndio. Ah, naomba usinichoke. Lakini pia utanisamehe kwa maswali ambayo nitakuuliza. Ni sehemu tu kwamba na mimi nataka kujua kama naweza nikafanya msaada wowote kwenye hili swali. Haina shida, uliza tu. Jambo lilonileta hapa Magambo ni kuhusiana na Gena. Unajua hali ya Gena imekuwa ni surprise sana, na hususan kwa upande wangu imenidisappoint pakubwa sana kulingana na malengo ambayo nilikuwa nimeyaweka ama tumeyaweka mimi pamoja na Gena. Lakini itakuwa sio mstaarabu au itakuwa sio busara kama mimi nikishindwa kumpambania Gena, ikiwa ni mtu ambaye tumetoka naye mbali sana, tumesaidiana katika mambo mengi. So natamani kujua ni hatua gani ambayo nyinyi mlichukua mara tu baada ya kugundua kuwa Gena yupo kwenye hali ile, au ni nini chanzo ambacho kimempelekea yeye mpaka kufikia kuwa kwenye ile hali. Hayo tu. Gamba. Gamba, kwa kweli hatujafanya chochote. Kama mnavyoona hali yetu ya uchumi ni ngumu, hela hatuna. Sasa kwamba tumpeleke sehemu yoyote hatujampeleka. Alafu kitu kingine kuhusu Gena, hali yake ilianza kama utani. Ukakuta tu mtu anaanza kuchekacheka, anaanza kuvua nguo. Tulishangaa sababu ilikuwa surprise, kama surprise. Yaani hatukutarajia kwamba itatokea kitu kama hicho. Sasa tunavyoendelea tukakuta ndo hata mimi kaanza kukua. Kashangaa kwamba huyu mtu kumbe alikuwa ni mjamzito pia. Sasa hatuelewi nani amefanya hili jambo. Hatumjui huyo mtu aliyefanya kwamba mpe mimba. Sasa angekuwa na akili timamu angetueleza kwamba nani amempa mimba. Tulikaa na mama, sawa, tukashauriana kuhusu Gena. Baba mkubwa yake ana hela, ana maisha mazuri kabisa. Tukawaza kwamba huyu Gena tumpeleke baba mkubwa yake, na yeye atusaidie kufanyaje, kumlea. Sasa tulivyoenda hatukumkuta, tukamkuta tu mtoto. Akasema hayupo, mama naye hayupo. Sasa labda tukija kubahatika kumkuta, tutampeleka angalau watusaidie kumlea, kwa sababu ndugu zake wa upande wa kwa baba walikuwa namng'ang'ania sana kakae kwao, mpaka ilifikia kipindi wakawa nakatalia kwamba sije huku kwa bibi. Lakini nashangaa sasa hivi ni mtu ni mgonjwa, ameumwa, yupo kwenye akili kama hizo, hana akili kichwani. Wamekata kabisa mawasiliano na wanajua kwamba ni mgonjwa. Umeona? Hawaji kumuona, hawataki aende kule. Sasa tulichowaza, tunampeleka kwa baba mkubwa yake na yeye atusaidie kumlea, nao atusaidiepo. Umeona bwana? Shit! Wewe! Hebu achia hicho. Hivyo chizi. Mbona nzulia mabalaa mchana kweupe hivi wewe? Una kitu unanitafuta sio? Kawasumbua aliokuloga sio sisi tuliokuloga jamani. Nimekwambia urudisha nguo hiyo.
Si hatujakuloga wewe. Sasa endelea kuendekeza, unakuja unakaa kwenye nguo zangu hapa na unabeba nguo zangu. Nimekwambia rudisha nguo hiyo. Nyungu. Six sasa nguo leta kwanza. Nyungu. Wewe unaga nyinyi. Naona umeshanizoea sasa. Naona umeshanizoea sana, sio? Yaani naongea unafanyia nyinyi. Hebu rudisha nguo hapa. Nyungu. Unaniambia nyongo umeshanizoea, sio? Napo kuchekea. Sasa ngoja nikuoneshe. Nyungu. Simama. Sawa. Najaribu kukuelewa. Lakini naweza nikashauri jambo. Sawa. Naweza kutushauri. Unajua, kwa haraka ukiangalia hili tukio inadhihirisha wazi kabisa kwamba kuna uwezekano mwingi wa nguvu za giza zikawa zimetumika. Na maanisha kwamba inaweza kuwa ni michezo ya Kiswahili. Kwa sababu Magambo, yule Gena alikuwa mzima kabisa. Hajazaliwa na ule ugonjwa. Ila kama angelikuwa amezaliwa nao tungesema ni ugonjwa ambao amezaliwa nao. Lakini alikuwa ni mtu mzima, kitimamu, anajitambua, anajielewa. So anavyokuwa sasa yuko kwenye hali kama hii, moja kwa moja inaonyesha kabisa kwamba kuna kitu ambacho kimefanyika, sio bure. Unajua, sitaki kuwa rafiki mnafiki ama sitaki kuwa mtu ambaye nitakuwa sijali ama sina utu. Gena na mimi tumetoka mbali. Pengine hata kielimu mafanikio yangu yanatokana na nguvu yake. Sawa. Kwa hiyo anapokuwa kwenye hali kama ile, ni jukumu langu kumsaidia. Lakini Magambo, unataka kuniambia kwamba hamkujaribu kabisa kumpeleka hata kwenye maombi kanisani, labda akaombewe? Kwa sababu mimi ninavyojua Mungu ana nguvu. Tunashuhudia watu wengi wanapona. Umeona? Je, nyinyi mmejaribu kumpeleka kanisani? Hapo Gamba kuhusu kumpeleka kwa wachungaji, hatujawahi mpeleka. Maana wachungaji wa sasa hivi kama waganga wa kienyeji. Magambo, usiseme hivyo. Unajua, kamwe usisubutu kumfananisha Mungu na wachawi. Mchungaji hata kama akitumia nguvu za kishirikina atahukumiwa yeye, lakini sio waamini. Lakini pia mimi ninavyoona, usimhukumu mtu ikiwa bado hujajaribu. Yaani ilikuwa kwanza muende ama uende uone wao watakujibu nini. Baada ya hapo ndipo unakuwa una haki ya kumhukumu mtu. Unajua kwa nini nilivyoongelea hivyo kuhusu wachungaji? Wachungaji wa hapa mjini hapa, ukimpeka tu mgonjwa wanataka kiingilio, yani shekeri. Sasa Magambo, unajua ikifikia hatua mchungaji akasema hawezi kufanya huduma mpaka apewe pesa, tayari huyo ni mfanyabiashara. Neno la Mungu ama huduma ya Mungu haiuzwi. Umeona? Na ndio maana ni wito. Lakini hata kama akiwa umempata mmoja yuko hivyo, bado kuna makanisa mengi. Licha ya makanisa, wapo watumishi wa Mungu wenye imani ambao wanaweza wakaja hata nyumbani kuja kufanya maombi. Nimekuelewa. Tajaribu. Tajaribu. Kwa hiyo tokea nimefika hapa sijamwona Gena. Yaani ni Gena.
Nilikuwepo hapa. Tumegombana nalo wewe, limechafua viatu vyangu. We, nilisafisha kiatu changu bwana, nikapaka dawa. Niende kumuona mama mdogo yake huko. Sikuta nipo kupiga mateke hapo kwenye vumbi kiatu changu tena. Nimelichapa na fimbo, nimelifuma lipo huko kuokota visui vya kuokota huko mitaani. Yaani ukichaa kweli, ukichaa sio mzuri jamani. Lakini pia mimi nitajaribu. Sawa. Haina shida. Nitalifanyia kazi hili na nitahitaji zaidi ushirikiano wenu. Haina shida, tutajaribu. Asante sana. Asante sana. Karibu. Asante. Mama mwenyewe amesafiri, chai hajapika. Na wala usijali. Ni mwenyewe kukaa jikoni tabisi niowe tu. Hebu nitafute tu. Niliondoka nikiacha tabasamu lako mikononi mwangu, kaniacha ahadi. Ulinambia nisubiri nirudi, nami nikasema nitakuwa wako milele. Kila usiku nilihesabu siku, nikisubiri ile saa ya kukurudia. Nilibeba pete moyoni mwangu, nikaja kukuita mke wangu. Lakini leo macho haya yameona nini? Mbona ndoto zangu zimevunjika kimya? Yule Gena niliyempenda yuko wapi? Mbona amenitazama bila kunitambua? Nimesimama njia panda, niliahidi kukupenda milele. Leo nimekuta machozi badala ya tabasamu, na mimba ambayo sijui historia yake. Niseme nini moyo wangu? Nikimbie au nibaki? Mapenzi yangu hayaja kufa, lakini maumivu yamenizidi. Tulijenga kesho kwa maneno yetu, tulichora nyumba ndani ya ndoto, tulipanga watoto watakao tuita baba na mama. Leo ndoto zimebaki moshi angani. Nilikuletea zawadi ya mapenzi, ukainua fimbo kunifuza. Machozi yangu hayakuwa ya maumivu tu, bali ya kumpoteza mtu ambaye bado yuko hai. Nani aliyekunyang'anya furaha yako? Nani aliyekuvunja ndoto zako? Nani aliyekufanya usinitambue? Yule mtu pale yule imba. Mimi ninachokiomba hapa, usimuonee huruma, sawa? Yaani tufanye juu chini, kimnasa pale kisha kule nyumbani.
Nani aliyekunyang'anya furaha yako? Nani aliyekuvunja ndoto zako? Nani aliyekufanya usinitambue?